Samia Suluhu aingia hatarini akiwa Dubai baada ya kupokea taarifa mbaya kutoka Sweden. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Serikali ya Sweden imesitisha rasmi msaada wa shilingi bilioni 31 uliokuwa umepangwa kusaidia utekelezaji wa programu ya elimu kwa wote nchini Tanzania katika mwaka wa fedha 2025 mwaka 2026. Hatua iliyozua mjadala mpana wa kisiasa, kiuchumi na kimkakati kuhusu utegemezi wa misaada ya kitaifa. Tangazo hilo limetolewa bungeni na Waziri wa Fedha Balozi Hamis Omar wakati akiwasilisha mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali ya muda wa kati ya mwaka 2026 mwaka 2027 hadi mwaka 2028-29. Kwa mujibu wa waziri huyo, uamuzi wa Sweden umetokana na mwelekeo wa mpya wa kisera wa nchi hiyo na kuelekeza rasilimali za misaada kwenye maeneo yenye changamoto ambayo ni kubwa zaidi za kiusalama, hususan kusaidia Ukraine katika vita vinavyoendelea dhidi ya Urusi. Hatua hiyo imeilazimu serikali ya Tanzania kufanya marekebisho ya mipango yake ya bajeti, huku ikiahidi kuhakikisha sekta ya elimu haiathiriki kwa kiwango kikubwa. Kwa kauli ya waziri wa fedha, mgogoro wa usalama barani ya Ulaya umeanza kuathiri moja kwa moja mipango ya maendeleo ya nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania na Sweden, ambayo kwa miaka mingi imekuwa miongoni mwa wafadhili ambao ni wakubwa zaidi wa sekta elimu na maendeleo ya kijamii nchini Tanzania. Imeamua kubadilisha vipaumbele vyake kwa misaada ili kuelekeza nguvu zaidi katika kusaidia Ukraine. Kwa mujibu wa Reuters na BBC News, Sweden ni miongoni mwa nchi za Ulaya zilizoongoza katika kutoa msaada wa kifedha, kijeshi na kibinadamu kwa Ukraine tangu kuanza kwa vita mwaka 2022. Mabadiliko hayo ya sera yameathiri moja kwa moja bajeti ya misaada kwa nchi kadhaa barani Afrika, jambo linaloonyesha jinsi siasa za kimataifa zinazoweza kubadilisha ghafla mwelekeo wa maendeleo ya ndani ya nchi mpokeaji. Tanzania na Sweden zimekuwa na uhusiano wa kihistoria wa muda mrefu, hasa katika sekta za elimu, afya, jinsia na utawala bora. Na kwa mujibu wa taarifa za The Guardian na The East African, Sweden imekuwa ikijenga taswira ya mfadhili anayezingatia haki za binadamu, usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu barani Afrika. Na katika muktadha huo, kusitishwa kwa msaada huu kunatafsiriwa si kama adhabu ya kisiasa kwa Tanzania, bali kama matokeo ya mabadiliko ya mazingira ya kimataifa. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaona kuwa hatua hiyo inatoa funzo pana kuhusu hatari ya kutegemea sana misaada ya nje katika sekta nyeti kama elimu. Programu ya elimu kwa wote imekuwa muhimili muhimu wa sera za kijamii za Tanzania, ikilenga kuongeza upatikanaji wa elimu, kuboresha miundombinu ya shule, mafunzo ya walimu na ubora wa mitaala. Kupotea kwa bilioni 31 kutoka kwa mfadhili mmoja kunamaanisha presha zaidi kwa bajeti ya serikali, hasa katika kipindi ambacho mahitaji ya kijamii yanaongezeka. Kwa mujibu wa taarifa haswa kutoka vyanzo mbalimbali, nchi nyingi za Afrika zimejikuta katika hali kama hii baada ya wafadhili wa jadi kubadilisha vipaumbele kutokana na migogoro ya kimataifa, majanga ya asili au mabadiliko ya kisera ndani ya nchi zao. Na Tanzania sasa inalazimika kufidia pengo hilo kwa mapato ya ndani au kwa ushirikiano mpya wa maendeleo. Akizungumza bungeni, Balozi Hamis Omar alisisitiza kuwa serikali haitarudi nyuma katika dhamira yake ya kuhakikisha elimu bora kwa wote. Alieleza kuwa jitihada zinaendelea na kutafuta mbinu mbadala za kifedha, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani, kushirikisha sekta binafsi na kuimarisha ushirikiano na wadau wengine wa maendeleo. Na vilevile taarifa zingine zinaonyesha kuwa nchi kadhaa zinazoendelea zimeanza kusitiza mkakati wa financing for development unaolenga kupunguza utegemezi wa misaada ya nje na kuongeza uwezo wa ndani wa kifedha. Kauli ya serikali ya Tanzania inaonekana kufuata mwelekeo huo, ingawa changamoto zake bado ni kubwa.
Ndani ya ulingo wa kisiasa, tangazo hili limeibua mjadala mpana kuhusu uendelevu wa sera za kijamii na nafasi ya misaada ya nje katika bajeti ya taifa, na baadhi ya wabunge na wachambuzi wamekuwa wakionya kwa muda mrefu kuhusu hatari ya kutegemea wafadhili katika sekta nyeti, wakitaja elimu na afya kama mifano hai. Na hata hivyo, ndani ya chama tawala CCM, mjadala huu umechukuliwa kwa tahadhari kubwa, na wachambuzi wa East African wanaeleza kuwa ukimya wa baadhi ya viongozi wa kisiasa unaashiria uelewa kwamba suala hilo linagusa zaidi mazingira ya kimataifa kuliko makosa ya ndani, hivyo kuepuka kuligeuza kuwa mgogoro wa kisiasa wa ndani. Wataalamu wa uchumi wa maendeleo wanaona kusitishwa kwa msaada wa Sweden kama onyo la wazi kwa nchi zinazoendelea, na ripoti ya OECD na tafiti za taasisi za kitaaluma zinaonyesha kuwa mgogoro wa kimataifa kama vita vya Ukraine inaweza kubadilisha kwa haraka ramani ya misaada ya kimataifa. Na kwa mujibu wa wachambuzi wao, nchi zinazotegemea sana misaada ziko katika hali ya kukwama utekelezaji wa sera muhimu pindi mazingira ya kimataifa yanapobadilika. Tanzania kwa mtazamo huu inahitaji kuharakisha mageuzi ya mapato ya ndani, kuboresha usimamizi wa fedha za umma na kupanua wigo wa vyanzo vya mapato. Kisiasa, suala la elimu lina uzito mkubwa katika imani ya wananchi kwa serikali, na elimu bora imekuwa ahadi ya kudumu ya kisiasa kwa vyama vyote vikuu nchini. Kwa mujibu wa BBC News, changamoto katika sekta ya elimu mara nyingi huathiri moja kwa moja mitazamo ya wapiga kura, hasa wazazi na vijana. Ingawa serikali imesisitiza kuwa haitaruhusu sekta hiyo kuyumba, wachambuzi wanaonya kuwa utekelezaji halisi wa ahadi hizo utakuwa kipimo cha uaminifu wa sera za kujitegemea. Ikiwa mapengo ya kifedha yataonekana wazi katika shule na vyuo, mjadala wa kisiasa unaweza kuchukua sura mpya kuelekea chaguzi zijazo. Kihistoria, Tanzania imekuwa miongoni mwa nchi zilizopokea msaada mkubwa wa maendeleo tangu enzi ya Mwalimu Julius Nyerere. Sweden ilikuwa miongoni mwa washirika wa karibu wa Tanzania katika miaka ya harakati za ujamaa, ikisaidia miradi ya elimu, afya na maendeleo ya jamii. Hata hivyo, tangu miaka 2000 kumekuwa na mjadala unaoongezeka kuhusu kupunguza utegemezi wa misaada na kujenga uchumi unaojitegemea. Kusitishwa kwa msaada wa Sweden wa shilingi bilioni 31 kwa sekta elimu ni tukio lenye uzito mkubwa kisiasa na kiuchumi kwa Tanzania. Linakuja katika wakati ambao dunia inashuhudia mabadiliko makubwa ya kipaumbele cha misaada kutokana na migogoro ya kiusalama, na linaweka wazi udhaifu wa utegemezi wa rasilimali za nje. Kisiasa, wanaoweza kupoteza ni mifumo inayotegemea wafadhili bila mbadala wa ndani, huku wanaoweza kunufaika ni wale wanaosukuma ajenda ya kujitegemea na mageuzi ya kifedha. Hatua zinazofuata zinaweza kujumuisha mageuzi makubwa ya sera za mapato, ushirikiano mpya wa maendeleo na kuongeza kwa mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa misaada. Kwa ujumla, tukio hili linathibitisha ukweli mmoja muhimu, kwamba maamuzi ya kisiasa na kiusalama duniani yanaweza kuathiri moja kwa moja madarasa ya wanafunzi nchini Tanzania. Jinsi serikali itakavyokabiliana na changamoto hii itaamua si tu mustakabali wa elimu, bali pia mwelekeo wa sera za maendeleo ya taifa kwa miaka ijayo. Ni hayo tulionayo kutoka hapa TanzaPulse. Tafadhali, ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, subscribe.